Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajifunza kwa pamoja kuhusu malezi, makuzi ya watoto na maana ya majina yao. Leo tunajadili swali ambalo huibua mijadala mingi. Je, ni kweli kwamba watoto wa kiume wenye majina yanayoanza na herufi H ni wakatili? Huenda umewahi kusikia watu wakisema watoto wenye majina yanayoanza na herufi H wana hasira au huwa ni wagumu kuelewa. Lakini je, madai hayo yana msingi wa kisayansi au ni imani na uzoefu wa baadhi ya watu? Katika video hii tutachambua hoja kwa kina, kisha tutakushirikisha majina 50 mazuri ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi H pamoja na maana zake. Hii itakusaidia kuchagua jina lenye maana nzuri kwa mtoto wako, na pia hii itakusaidia kuondoa hii dhana na utakuwa kuna kitu umejifunza. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako na jamii nzima. Usisahau pia kubonyeza kengele ili usikose vipindi vyetu vipya. Karibu sasa na tuanze. Hebu sasa tujiulize swali. Je, ni kweli kwamba watoto wenye majina yanayoanza na herufi H ni wakatili? Jibu ni fupi tu kwamba ni hapana. Kwa nini nasema hapana? Ni hapana kwa sababu hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kuwa mtoto anakuwa mkatili kwa sababu tu jina lake linaanza na herufi H. Tabia ya mtoto hujengwa na mambo mengi zaidi kuliko jina. Tabia za mtoto zinajengwa na vitu kama vile malezi anayopata nyumbani, mazingira anayokulia, maadili anayofundishwa, marafiki anayoshirikiana nao, na tabia yake ya kuzaliwa na jinsi inavyoelekezwa. Jina linaweza kuwa na maana nzuri na kumpa mtoto utambulisho mzuri, lakini haimfanyi awe mkatili au awe mpole. Sasa hebu twende tuangalie hoja 8 za kina ambazo zitatuongoza kupata majibu sahihi. Hoja ya kwanza nasema kwamba jina si tabia. Herufi ya kwanza ya jina haiamui utu wa mtoto. Hoja ya pili inasema malezi ndiyo msingi. Mtoto anayefundishwa huruma, heshima na upendo hukua akiwa na maadili mazuri. Hoja ya tatu inasema kwamba mazingira yana athari kubwa. Kwa nini tunasema mazingira yana athari kubwa? Watoto wanajifunza kwa kuona na kuiga. Kwa hiyo mazingira moja kwa moja yana athari kubwa kwa watoto. Hoja ya 4 inasema kwamba kila mtoto ni wa kipekee. Hata wenye majina yanayofanana wanaweza kuwa na tabia tofauti kabisa. Yaani ukute watoto wana majina yanafanana lakini tabia zao unakuta ni tofauti kabisa. Hoja ya 5 tunasema kwamba maana ya jina inaweza kuwa chanzo cha motisha. Majina mengi ya H yana maana nzuri sana. Tutakuja kuona. Hizo maana zinahamasisha ujasiri, hekima na matumaini. Hoja ya 6, kuepuka kuwabandika watoto lebo. Yaani hutakiwi kabisa kumbandika mtoto lebo. Yaani kumuita mtoto labda mkatili kwa sababu ya jina lake kunaweza kumuumiza kisaikolojia. Kwa hiyo epuka kabisa kumbandika mtoto lebo. Hoja ya 7, wazazi ni walimu wa kwanza. Tabia njema hujengwa kupitia mfano mzuri wa wazazi. Hivyo wazazi wanakuwa walimu wa kwanza kabisa kuwafundisha watoto wao tabia nzuri. Hoja ya 8, tuchague majina kwa maana yake nzuri. Badala ya kuogopa herufi fulani, tuangalie ujumbe mzuri unaobebwa na jina. Kwa hiyo herufi kama herufi haina maana yoyote kwenye jina. Yaani usiogope kabisa. Chagua jina kwa maana yake nzuri. Unapotaka kumpa mtoto wako, chagua jina kulingana na maana yake nzuri. Karibu sasa twende tukaangalie majina ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi H. Jina la kwanza ni Hamza. Maana ya jina Hamza ni mwenye nguvu, imara na jasiri. Hamza ni jina maarufu lenye asili ya Kiarabu
Mara nyingi huhusishwa na ujasiri, uthabiti na uwezo wa kusimama imara wakati wa changamoto. Jina la pili ni Haruni. Maana ya jina Haruni ni mwenye kuleta mwanga au mwenye utulivu. Jina hili lina historia ndefu na huhusishwa na mtu mwenye busara, anayependa amani na anayeheshimika katika jamii. Jina la tatu ni Hasani. Maana ya jina Hasani ni mzuri, mwenye tabia njema au mwenye uzuri wa kipekee. Ni jina linalowakumbusha watu umuhimu wa uzuri wa tabia pamoja na muonekano mzuri. Jina la nne ni Hashim. Maana ya Hashim ni mkarimu au mgawaji wa chakula. Hashim ni jina linaloashiria ukarimu, moyo wa kusaidia wengine na upendo kwa jamii. Jina la tano ni Hadi. Maana ya Hadi ni muongoza njia au mwenye kuonyesha njia sahihi. Mtoto mwenye jina hili hukumbushwa umuhimu wa kuwa mfano mzuri na wa kuwaongoza wengine kwenye mema. Jina la sita ni Karimu. Maana ya Karimu ni mwenye hekima na busara. Ni jina linalowakilisha mtu anayefikiri kwa makini, hufanya maamuzi yenye busara na hupenda kujifunza. Jina la saba ni Haidar. Maana ya Haidari ni simba. Hii Haidari inaonyesha ishara ya ujasiri na nguvu. Jina hili huashiria uhodari, uthabiti na uwezo wa kukabiliana na changamoto bila kukata tamaa. Jina la nane ni Hisham. Maana ya Hisham ni mkarimu na mwenye moyo wa kutoa. Hisham ni jina linalobeba sifa ya ukarimu, utu na kujali mahitaji ya wengine. Jina la tisa ni Huseini. Maana ya Huseini ni mzuri, mdogo, mwenye heshima na hadhi. Jina hili huashiria unyenyekevu, utu na tabia njema zinazovutia watu wengi. Jina la 10 ni Hilal. Maana ya Hilali ni mwezi mwandamu. Hilali ni ishara ya mwanzo mpya, matumaini na baraka. Ni jina linalowakumbusha wazazi kuwa kila mtoto huja na nuru na fursa mpya. Jina la 11 ni Hamid. Maana ya Hamid ni mwenye kushukuru au anayesifiwa. Hamidi ni jina linalomkumbusha mtoto umuhimu wa kuwa na moyo wa shukrani na kuthamini mema anayopokea maishani. Jina la 12 ni Hafiz. Maana ya Hafiz ni mlinzi au mhifadhi. Jina hili huashiria mtu anayelinda familia, marafiki na maadili mema kwa uaminifu. Jina la 13 ni Habibu. Maana ya Habibu ni mpendwa au anayependwa. Habibu ni jina linaloonyesha upendo, ukarimu na uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na watu wengine. Jina la 14 ni Hatim. Maana ya Hatim ni mwenye kutoa uamuzi au mhukumu. Yaani huyo ni mhukumu mwenye haki. Jina hili huhusishwa na mtu mwenye busara, anayependa haki na anayefanya maamuzi kwa uadilifu. Jina la 15 ni Hani. Maana ya Hani ni mwenye furaha, mwenye amani au anayefurahia maisha. Hani ni jina zuri kwa mtoto anayetarajiwa kuwa chanzo cha furaha na tabasamu katika familia. Jina la 16 ni Hakamu. Maana ya Hakamu ni hakimu au mwamuzi wa haki. Jina hili humuhimiza mtoto kukua akiwa mwadilifu, mkweli na anayependa usawa. Jina la 17 ni Hamadi. Maana ya Hamadi ni mwenye kushukuru sana au anayemsifu Mungu mara kwa mara. Hamadi ni jina lenye ujumbe wa unyenyekevu, imani na moyo wa shukrani. Jina la 18 ni Hamid. Maana ya Hamid ni mwenye sifa njema au anayestahili kusifiwa. Jina hili huwahamasisha watoto kujenga tabia nzuri zitakazowafanya waheshimiwe na jamii. Jina la 19 ni Hadia. Maana ya Hadia ni zawadi au neema. Ingawa mara nyingi hutumika zaidi kwa watoto wa kike, katika baadhi ya tamaduni hutumiwa pia kwa wavulana kuonyesha kwamba mtoto ni zawadi ya thamani kutoka kwa Mungu. Jina la 20 ni Haitham.
Maana ya Haitham ni tai mchanga au mwewe mdogo. Jina hili huashiria ujasiri, umakini, maono makubwa na uwezo wa kufikia malengo. Jina la 21 ni Harithi. Maana ya Harithi ni mkulima, mfanyakazi au mwenye kujituma. Harithi ni jina linaloashiria bidii, uwajibikaji na juhudi za kutafuta mafanikio kwa njia halali. Jina la 22 ni Hakmuddin. Maana ya Hakmuddin ni mwenye kuhukumu kwa haki katika dini. Jina hili humkumbusha mtoto umuhimu wa haki, uadilifu na kuheshimu maadili mema. Jina la 23 ni Hishamuddin. Maana ya Hishamuddin ni mkarimu katika dini. Ni jina linalobeba ujumbe wa ukarimu, huruma na moyo wa kuwajali wengine. Jina la 24 ni Hudhaifa. Maana ya Hudhaifa ni jina la asili ya Kiarabu lenye historia ya heshima. Mara nyingi huhusishwa na uaminifu, busara na tabia njema. Jina la 25 ni Hamdani. Maana ya Hamdani ni mwenye kushukuru sana. Jina hili humfundisha mtoto kuthamini baraka alizonazo na kuwa na moyo wa shukrani. Jina la 26 ni Hanifu. Maana ya Hanifu ni mwenye kufuata njia ya haki na uongofu. Ni jina linalosisitiza uaminifu, ukweli na kushikamana na bidii, ambapo pia linakuwa na maadili mema. Jina la 27 ni Huru. Maana ya Huru ni mwenye uhuru. Huru humkumbusha mtoto kuwa huru, kufanya mema huku akiwajibika kwa matendo yake. Jina la 28 ni Hakamat. Maana ya Hakamat ni hekima ya busara. Jina hili huonyesha umuhimu wa kutumia akili na kufanya maamuzi kwa makini. Jina la 29 ni Hidayat. Maana ya Hidayat ni uongofu au mwongozo. Ni jina lenye ujumbe wa kuishi maisha yenye mwelekeo mzuri na kuwasaidia wengine kufanya mema. Jina la 30 ni Haris. Maana ya Haris ni mlinzi au mlinzi wa jambo muhimu. Haris ni jina linaloashiria uwajibikaji, uaminifu na utayari wa kulinda familia na maadili. Jina la 31 ni Hibatullah. Maana ya Hibatullah ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ni jina lenye ujumbe mzito wa imani, likiwakumbusha wazazi kuwa mtoto ni baraka na zawadi ya thamani. Jina la 32 ni Hidayullah. Maana ya Hidayullah ni uongofu wa Mungu. Jina hili huonyesha maombi ya mzazi kwamba mtoto akue katika njia ya haki, hekima na maadili mema. Jina la 33 ni Haruni. Maana ya Haruni, tahajia nyingine ya Haruni tunasema ni mwenye busara na heshima. Ni jina linaloashiria uongozi wa busara, utulivu na uaminifu. Jina la 34 ni Hujat. Maana ya Hujat ni ushahidi au hoja yenye nguvu. Jina hili humuhimiza mtoto kuwa mkweli, mwenye mantiki na anayesimamia ukweli. Jina la 35 ni Humaid. Maana ya Humaid ni mwenye sifa njema au anayestahili pongezi. Humaid ni jina linalowahimiza watoto kujenga tabia njema zinazowafanya waheshimike. Jina la 36 ni Huram. Maana ya Huram ni mwenye furaha na anayewaletea wengine furaha. Jina hili huashiria matumaini, kutabasamu na moyo wa upendo kwa watu wanaomzunguka. Jina la 37 ni Harib. Maana ya Harib ni nguvu au uthabiti. Hutumika kama jina baadhi ya tamaduni za Kiarabu. Linaweza kuwakilisha ujasiri na uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha kwa busara. Jina la 38 ni Huzair. Maana ya Huzair ni mwenye msaada au msaidizi. Jina hili humkumbusha mtoto umuhimu wa kuwa tayari kuwasaidia wengine kwa moyo wa upendo. Jina la 39 ni Hanin. Maana ya Hanin ni shauku au hisia za upendo na hamu. Ingawa hutumika zaidi kwa wasichana katika baadhi ya maeneo, wakati mwingine hutumiwa pia kwa wavulana, likiwakilisha moyo wa upendo na huruma.
Jina la 40 ni Hashmat. Maana ya Hashmat ni heshima, hadhi na utukufu. Jina hili humtia mtoto moyo wa kukua akiwa na tabia zinazomletea heshima na sifa njema katika jamii. Jina la 41 ni Hilmi. Maana ya Hilmi ni mpole, mtulivu na mwenye busara au subira. Hilmi ni jina linaloonyesha mtu mwenye uwezo wa kudhibiti hasira, kusamehe na kufanya maamuzi kwa utulivu. Jina la 42 ni Hamimu. Maana ya Hamimu ni rafiki wa karibu au mpendwa. Jina hili humuhimiza mtoto kukua akiwa mwaminifu, mwenye upendo na anayethamini urafiki wa kweli. Jina la 43 ni Hashmat. Maana ya Hishmat ni heshima, hadhi na utu. Mtoto mwenye jina hili hukumbushwa kujenga maisha ya uadilifu yatakayomletea heshima popote atakapokuwa. Jina la 44 ni Hidai. Maana ya Hidai ni mwongozo au uongofu. Jina hili linaashiria maisha yenye mwelekeo mzuri na maamuzi ya busara. Jina la 45 ni Haruni. Maana ya Haruni ni mwenye sifa za Haruni, mwenye hekima na uongozi. Linaonyesha matarajio ya mtoto kukua akiwa kiongozi mwenye busara na anayejali wengine. Jina la 46 ni Hamez. Maana ya Hamez ni imara, mwenye msimamo na ujasiri. Jina hili humtia moyo mtoto kuwa na ujasiri wa kusimamia ukweli na kufanya yaliyo mema. Jina la 47 ni Hazik. Maana ya Hazik ni mwerevu, mwenye akili na ustadi. Hazik ni jina zuri kwa wazazi wanaotamani mtoto wao akue akiwa mpenda elimu, mbunifu na mwenye uwezo wa kutatua changamoto. Jina la 48 ni Hanan. Maana ya Hanan ni mwenye huruma na upendo mwingi. Jina hili humkumbusha mtoto umuhimu wa kuwa na moyo wa huruma, kusaidia wengine na kuishi kwa upendo. Jina la 49 ni Hudhaifa. Maana ya Hudhaifa ni jina la asili ya Kiarabu linalohusishwa na uaminifu na busara. Ni jina linalobeba historia nzuri na kuwahimiza watoto kuwa waaminifu, wenye heshima na wenye maadili mema. Jina la 50 ni Hakam. Maana ya Hakam ni mwenye haki na muamuzi mwenye busara. Jina hili linaashiria mtu anayependa haki, usawa na kufanya maamuzi kwa hekima. Wapendwa wa Moyo wa Malezi, tusikubali kuwathamini watoto kwa kuangalia herufi ya kwanza ya majina yao. Kila mtoto ni zawadi ya pekee, mwenye uwezo wa kukua kuwa mtu mwema, mwenye huruma na mwenye mafanikio ikiwa atapata malezi bora. Jina ni zawadi ya kwanza tunayowapa watoto wetu, lakini malezi ndio zawadi kubwa zaidi tunayoweza kuwaachia. Tupande mbegu za upendo, heshima na maadili mema, kwa sababu hayo ndiyo yatakayowajenga kuwa watu wenye manufaa kwa familia na jamii. Asante sana kwa kutazama. Kama umejifunza jambo jipya, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa Moyo wa Malezi. Tuandikie kwenye maoni, ni lipi kati ya majina ya herufi H unalolipenda zaidi na kwa nini? Asante sana kwa kuendelea kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video inayofuata ambapo tutaenda kuzungumzia majina ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi H. Pia video inayofuata tutazungumzia tena majina ya watoto wa kike yanayoanza na herufi H. Tutakwenda hivyo hivyo mpaka Z. Usiache kutufuatilia, fuatilia, hakikisha unapata jina la mtoto wako, unapata jina la mjukuu wako, unapata jina la mpendo wako. Huenda jina la ndoto yako utalipata kwenye orodha ya haya majina ambayo tumekuandalia. Asante, tukutane tena.